hivi usipoomba huwezi kula. Huwezi kula. Siwafundishi kwamba msiombe wakati wa kula. Mimi kuna namna niko nafundisha. Hivi usipoomba huwezi kula. Na ukila kile chakula hakijengi afya. Kwa nini unaomba? Kitu ambacho unaona kabisa unaweza kunyosha mkono kameka ugali kama ni wao unakamata kijiko. Kwa nini unaomba? Sikia nikwambie, wewe hujajua. Hiyo umejifunza namna ya kumtegemea Mungu katika kila kitu. Hata katika kila ambacho unaona kabisa unakiweza. Wewe waambie sikiliza. Hiyo ni namna tu. Sio kwamba hauwezi kula na chakula kikaenda unakula na kinaenda. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nani alifundisha ukifika kanisani unainamisha kichwa unaanza kuomba Mungu? Pastor Mwita alifundisha nani? Na rafiki yangu mmoja yeye, yaani kila kitu ni kwa jina la Yesu. Akifungua maji sasa mimi nakunywa kitu hivi. Mimi nashangaa yeye aliyesema kwa jina la Yesu, mimi sijasema, wote tuko ngoma kidogo. Lakini ni nini? Kitu ambacho nakiona hapo, yaani kuna namna mtu anakuwa amejifunza kumtegemea Mungu hata katika mambo ambayo anayaweza. Wapendwa katika Bwana, ujumbe wako wa mchana wa leo, mtegemee Bwana hata katika mambo ambayo unaona kabisa unaweza. Mtangulize Bwana katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, nenda mbele yangu. Amen. Yasikia bado. Yasikia bado. Yasikia bado. Ukienda ofisini kwako kabla haujaanza kazi, piga magoti kwenye kiti chako pale. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mtegemee nani? Na watu wakifika ofisini, mimi yeye nikifikaga huko, hata kama ni ofisi iko kanisani, ndio mapepo hayawezi kuzunguka. Papo wa maombi siku zote, lakini kiingia lazima nipige magoti. Yes. Inawezekana huyu jamaa anayepiga dramu amtegemei Bwana. Kwa sababu sana jua ni kanuni. Nikofika pale hakuna haja kumtegemea Bwana. Lakini kitu ambacho mimi nakifundisha mchana wa leo, watu wa Mungu tuliokoka, sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa nini kujifunza kumtegemea Bwana? Nimesema pointi ya pili, Mungu huwapinga wenye nini jamani? Wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekee. Ukitaka Mungu achilie neema kwenye maisha yako, jifunze kumtegemea katika kila jambo, sema amen. Jifunze kumtegemea Mungu. Pointi ya tatu, tumalize pale. Kwa nini kujifunza kumtegemea Mungu zaidi? Hata katika mambo unayoyaona unaweza kuyafanya. Mungu anaweza kukupa maelekezo zaidi ya kufanya juu ya kile unachoona unaweza kukifanya. Yaani kile ambacho unaweza kukifanya, Mungu anaweza kukupa maelekezo ukakifanya kwa ubora zaidi na kwa utukufu wa Mungu, na watu wakashangaa, sema amen. Unasikia Edison
drum. Unaweza kupiga drum, yaani una uwezo, lakini bado waambie kuna namna Mungu anaweza kakupa maelekezo ili utukufu wa Mungu ushuke Edison Ila kwenye kupiga kwenu drum, kwenye kupiga kwako kinanda. Kuna namna Mungu anaweza katoa maelekezo watu wa kusifu na kuabudu mahali hapa, tuelewe. Kuna namna. Kwa nini kujifunza kumtegemea Mungu? Unapojifunza kumtegemea Mungu, sikiliza, unatembea katika majina ya Mungu. Na ndugu zangu, hakuna kitu kizuri katika maisha ya kiroho na kimwili kama kutembea katika majina ya Mungu. Sikiliza, huwezi kutembea katika majira ya Mungu yaani kama haujajifunza kumtegemea Mungu. Huwezi. Unatembeaje katika majira ya Mungu hujajifunza kumtegemea Mungu? Ukijifunza kumtegemea Mungu na kuhakikishia utatembea katika majira ya Mungu. Na hakuna kitu kizuri katika maisha ya kiroho na katika maisha ya kimwili, wapendwa, kama kutembea katika majira ya Mungu. Sema amen. Wakati mwingine tunakosea. Ukitembea katika majira ya Mungu huchoki. Ukitembea katika majira ya Mungu hukati tamaa. Hata kama watu watainua maneno yatakayoumiza moyo wako, kwa sababu unatembea katika majira ya Bwana, hauteteleki, hautikisiki. Wanashangaa unasonga mbele. Kwa nini unatembea katika majira ya Mungu? Jamani, watu wa Mungu, tujifunze kumtegemea Mungu ili tutembee katika majira ya Mungu. Asa akaondoka kwenye mfumo wa kutembea kwenye majira ya Mungu. Jamaa akafika mahali akaanza kwenda kwa wakala wa kienyeji. Toka kwenye mfumo. Na ukitembea nje na majira ya Mungu unaweza ukakata tamaa, mtu wa Mungu. Dunia hii ina mambo mengi, vivunja moyo ni vingi, vikatisha tamaa watu ni vingi. Unaweza ukajikuta unaondolewa kwenye mstari, unaondolewa kwenye rai kabisa. Yeyote aliyejifunza kumtegemea Mungu, sikiliza, huyu ametembea katika majira ya Bwana. Utachoka, utakata tamaa, hata kama adui atarusha mishale, hata kama mambo yatainuka, kwa kuwa unatembea kwenye majira ya Bwana, hauwezi kukata tamaa. Wapendwa, hili neno ambalo Bwana ameweka ndani, tujifunze kumtegemea Bwana hata katika mambo ambayo tunaona tunayaweza. Jamani, jifunze kumtegemea Bwana, kwa sababu pointi ya nne, ukijifunza kumtegemea Bwana, wewe utatembea katika majira ya Mungu. Mungu hata kuacha. Mungu atakwenda na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukuacha. Hautatishwa na kitu. Kwa nini? Unatembea kwenye majira ya Mungu kabisa. Kanisa la Mungu, tujinyenyekeshe kwa Bwana
tumtegemee Bwana ili tutembee katika majira ya Mungu. Maana tukitembea katika majira ya Mungu tutayaona matendo makuu ya Bwana. Bwana hatatuacha. Bwana asifiwe. Mvua inyeshe, jua liwake, Bwana hatatuacha. Mungu atakwenda pamoja na sisi. Mungu akupe roho ya unyenyekevu. Mungu akupe roho ya kushuka mbele zake. Mungu akupe neema ya kunyenyekea kwake. Inapofika majira ya kushuka kwa Bwana, tushuke kweli kwa Bwana, tunyenyekee kwa Bwana ili tutembee kwenye majira ya Bwana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kanisa likitembea katika majira ya Bwana, milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Watu wanasema ngoja tuone, ndio unapeta hivyo. Bwana asifiwe. Wanasema jamaa atafunga kioski chake. Nabii anafika mahali anamkumbusha Asa kwamba kumbuka, Wakushi walikuja na Warumi walikuja, jeshi kubwa, kwa sababu ulimtegemea Bwana. Bwana aliwatia mikononi mwao. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hapa vya kujifunza. Biblia inasema hivi, Asa alifika mahali akaacha kumtegemea Mungu, akategemea waganga. Yaani huyu ametoka kwenye level ya kumtegemea Mungu, anaporomoka mpaka kwenye kiwango cha kutegemea waganga. Na unajua haya mambo sio tu yalitokea kwa wakati ule wa Asa, hata leo. Niwahi kufundisha mahali hapa nikasema, kuna mtu huwa anaporomoka, anatoka kwenye levo ya kuwa mshirika kwa sababu ameacha kumtegemea Bwana, anaporomoka, anakuja kuwa msharika. Anatoka kwenye levo ya kuwa msharika, anaporomoka, anakuwa mshirikina. Kwa nini? Kwa sababu huyu ameacha kumtegemea Bwana. Sasa unaona, Asa anatoka kwenye nafasi ambayo ameona shuhuda, Mungu amempigania, Mungu amemtetea. Nabii mwanaje anamkumbusha, anamwambia kumbuka. Maana yake nini? Anamwambia hivi, huyu Baasha ni nani? Mwenye jeshi dogo, ikiwa Wakushi na Warumi waliokuwa wengi na magari mengi, Bwana alikushindia. Je, kwa huyu Bwana hata kushindia? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nini kilitokea? Sikiliza, Asa alijisahau. Na hiki ni kitu ambacho kinatokea. Tunafika mahali watu wa Mungu tunajisahau kabisa. Tunaacha hali ya kumtegemea, tunaanza kupambana kwa akili zetu, tunaanza kupambana kwa ufahamu wetu. Ni sawa sawa, lakini nini Mungu anakitaka katika kupambana kwako kote? Hakiki